Naam, tulioko katika eneo hili naomba tupige makofi. Tumpokee Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anawasili katika eneo la bandari ya Tanga hapa jijini Tanga. Pokelewa na viongozi mbalimbali wakiongozwa na Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya uchukuzi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, karibu sana kwenye eneo la ujenzi wa bandari ya kimkakati hapa Tanga. Nichukue nafasi hii nimkaribishe Mheshimiwa Profesa Makame Mbarawa Mnyaa, mbunge, Waziri wa Uchukuzi, aweze kukukaribisha rasmi. Karibu sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Rais, awali ya yote kwanza ninachukua fursa hii kukushukuru sana kuja kutembelea bandari yetu ya Tanga, bandari ambayo ni muhimu sana kwa uchumi wa wananchi wa Tanga na wa Tanzania kwa ujumla. Sasa hapa mtendaji mkuu wa TPA atakupitisha kwanza kabla ya maboresho tuliyofanya, tunaanzia pale, halafu ataendelea kuonyesha hatua kwa hatua mpaka tulipofikia maboresho ya bandari ya Tanga na shughuli tunazozifanya baada ya maboresho haya. Mheshimiwa Rais, karibu sana, na mtendaji mkuu tafadhali endelea kumwelekeza au kumuonyesha Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, karibu sana katika bandari yetu ya Tanga. Mheshimiwa Rais, naomba nikuonyeshe bandari yetu ya Tanga, maboresho yake yaliyofanyika, lakini na hatua tuliyopo. Mheshimiwa Rais, upande huu ni bandari ya Tanga kabla ya maboresho. Bandari hii ilijengwa, ilivyokuwepo hapo, ilijengwa mwaka 1954 ikiwa ina urefu wa mita 450 lakini ina kina cha mita 3. Mheshimiwa Rais, bandari hii haikuweza kufanya kazi kwa ufanisi na ilisababisha kudorora kwa uchumi wa mkoa wa Tanga kwa sababu meli hazikuwa zikija, na zikiwa zikija zilikuwa zinahudumiwa kwa gharama kubwa sana. Mheshimiwa Rais, kutokana na kutambua umuhimu wa bandari bora ili tuweze kukuza shughuli nyingine za kiuchumi, tulianza mpango wa kuiboresha, na hapa ni ramani, mchoro wa ujenzi wa bandari ya Tanga. Unachokiona hapa ni kabla ya ujenzi haujafanyika. Mheshimiwa Rais, tulichokifanya cha kwanza ni kuanza kujenga gati la mita 450 kama inavyoonekana kwenye mchoro, lakini pia kuchimba njia ya kuingilia meli. Hii unayoona ni njia ya kuingilia meli na eneo la kugeuza meli. Mheshimiwa Rais, mwanzoni meli zilikuwa zikifanya kazi eneo hilo ambalo tunaliita ni outer anchorage, wanasema ni double handling. Tulikuwa tukifanya kazi mara mbili, kwamba meli kubwa zikija zilikuwa zikishusha mizigo kwenye mabaji au matishari ya eneo lile, na matishari yanakokotwa mpaka ilipo bandari. Sababu kubwa ni kutokana na kina kidogo. Lakini baada ya maboresho tuliongeza kina kutoka mita 3 mpaka mita 13, lakini tukatengeneza eneo la kugeuza meli pamoja na kujenga gati. Gati kama unavyoiona hapa, kuna shedi lile lipo karibu kabisa na bahari ilipo. Kwa hiyo tuliongeza mita 92 upande huu na mita 50 upande huu. Na baada ya hapo tunaiona bandari ilivyo sasa katika picha hiyo inayofuatia. Mheshimiwa Rais, tuliongeza kama nilivyosema mita kutoka 3 mpaka 13. Hicho ni kina ambacho kiliwezesha kuingiza meli kama bandari ya Dar es Salaam, lakini tuliboresha eneo la kufanyia kazi kwa kulisogeza zaidi baharini. Upande mmoja mita 50, upande mwingine mita 92, lakini tukanunua mitambo 16. Mheshimiwa Rais, tulifanya kwa fezi mbili. Fezi ya kwanza iligharimu shilingi bilioni 172, fezi ya pili iligharimu shilingi bilioni 253.8. Mheshimiwa Rais, tukiangalia kwa huku sasa tuna video ndogo tu ambayo inatuonyesha shughuli zilivyokuwa zikifanyika tulipotoka na mpaka tulipo sasa. Mheshimiwa Rais, hapa ni mwaka 1914 ndo mara ya kwanza ilijengwa ikiwa na urefu wa mita 221, na hii ndo bandari ya kwanza kutumika. Ilikuwa na kina kidogo, lakini mwaka 1954 iliboreshwa kwa kuongeza mita 450, lakini zilikuwa zina kina kile cha mita 3, na ndio zile stream operation ambazo nilikuwa nikizisema kwamba unapokea mizigo mbali kabisa kule, kwa hiyo inasababisha kuwe kuna kukosekana kwa ufanisi, gharama ni kubwa. Hapa ndivyo ambavyo stream operations zilikuwa zikifanyika, eneo la nje kule Nangani, ambapo container zinashushwa kwenye haya matishari, ambapo baadaye zinakokotwa na tugboat kama ile mpaka hapa.
Kwa hiyo mteja alitakiwa kulipia huduma za gharama za kule na gharama za huku. Kwa hiyo ilisababisha bandari iwe ni ya gharama kubwa sana kuitumia, na hiyo ilisababisha wateja wengi kuikataa bandari ya Tanga. Mheshimiwa Rais kwa kutambua hilo ndipo ambapo pale tulianza ujenzi. Eneo hili unaloliona kwa mbele yako ambapo ni upande wa huku ziliwekwa hizo nguzo zaidi ya 372 na baadaye ndio ilipokuja kuwekwa hii platform ambayo sasa tunaitumia kwa operations. Hii ndio sehemu ya pili ambayo iligharimu bilioni 256.8. Ya kwanza bilioni 172 ni ile ya kuchimba njia, kuongeza kwamba iwe na mita 13, lakini pia na eneo ambalo la maegesho pia na mita 13 kutoka mita 3. Kwa hiyo na pamoja na mitambo ambayo unaiona imenunuliwa. Hii bado ilikuwa ni sehemu ya ujenzi ikiendelea, ambapo kwa mategemeo yetu kwamba hii ni fezi ya kwanza, pamoja na kwamba imegawanyika mara mbili, ni fezi ya kwanza. Hapa ni baada sasa ya kukamilika. Tulianza kupokea mzigo wa magari, kitu ambacho tulikuwa hatufanyi. Tuliweza kutoa eneo kwa ajili ya ujenzi wa bomba la mafuta wanatumia kwa ajili ya kuleta mizigo yao hapa, lakini pia na ujenzi wao unaanzia katika eneo hili. Lakini tulianza kupokea meli mbalimbali. Tulikuwa tusafirishi kopa, lakini sasa tunasafirisha transit kopa ambapo ni tani 46,000 tumeshasafirisha mpaka sasa hivi. Lakini tumetoka kiujumla kutoka tani 400,000 kabla ya ujenzi mpaka milioni 1,200,000, lakini mapato tumetoka bilioni 21 mpaka bilioni 70 kwa mwaka uliopita wa fedha, lakini sasa hivi kwa miezi 6 tu tumeshakusanya bilioni 63. Lakini na wenzetu TRA ambao wao kimsingi ndio wanakusanya mapato, na wenyewe pia mapato yao yameongezeka zaidi ya mara mbili kutokana na maboresho haya, kwa sababu sasa meli kubwa zinaweza kuingia. Mzigo huu kama magari hatakuwa tukihudumia, sasa hivi tunaweza tukaupokea. Lakini tumenunua na mitambo 16 kama ambavyo unaweza kuiona. Tunaweza kuweka meli kubwa, na sasa meli kutoka nje ya nchi moja kwa moja zinakuja katika bandari ya Tanga. Na mipango yetu ni kwamba Mheshimiwa Rais ni kuendelea kuongeza gati la mita 300 tukifanya wenyewe na 600 tukishirikisha sekta binafsi ili kuongeza uwezo zaidi. Kwa sasa hivi tunaweza kuhudumia tani milioni 3, lakini lengo letu ni kuhakikisha kwamba sasa bandari isiwe tu bandari, lakini pia tuiunganishe na shughuli nyingine za kiuchumi kama viwanda, kama vya mbolea, vya sukari na vile vinavyohusisha na mazao ya kilimo, ambapo itasaidia vile vile kukuza hizo shughuli za kilimo. Mheshimiwa Rais, hayo ndio maelezo ya bandari ya Tanga kwa sasa hivi. Nashukuru sana. Asante. Mheshimiwa Rais, tunaweza tukakuonyesha kama huku kote kupya huko. Huko kote kupya. Huko ilikuwa ni sehemu ya maji. Kulikuwa mwisho hapa. Ilikuwa sehemu. Na shed ile mwisho. Ndio. Okay. Hii ni nini? Hii ni mizigo kwa ajili ya bomba la mafuta. Kwa hiyo haya mafuta yanaenda kuchimbwa. Okay. Baharini hapo wanatengeneza jet. Okay. Kwa hiyo na wameweza kuweka hapa baada ya kuboresha kiasi. Kwa hiyo tumekodisha upande wa huko. Bomba la mafuta lile la kutoka Uganda la iko. Okay. Okay. Yeah, lakini tunahudumia meli za saruji. Tunaweza tukaishia hapa. Meli unazoziona ni za saruji. Kwa hiyo upande wa kule ndo imeongezeka. Yes, hizi ndo treni ambazo imekuja. Kuna moja na ilikuwa haifanyi kazi. Sasa hivi tuna mitambo mikubwa 16 ukiachilia mbali ile midogo ambayo inasababisha kwamba tumeongeza ule uwezo wa kuweza kuhudumia kutoka tani 400 mpaka 1,200, lakini tuna uwezo wa kwenda mpaka milioni 3. Ndio. Kwa ujenzi huu umefanyika hapo upande wa kule, tunasema tumeongeza mita 50 na tunategemea kuanza kupanua zaidi kwenda upande wa kule. Kwa sababu zaidi kuliko yes, haraka zaidi kwa sababu hatuna meli zinazosubiri. Tanga kwa sasa hivi, lakini tunachopambana nacho ni kuhakikisha tuweze kupata barabara ya kutoka Tanga mpaka Singida. Ile ni muhimu sana kwa sababu itapunguza kilomita 250. Okay. Hii itatusaidia kushindana na Mombasa kirahisi sana, lakini sio kushindana tu, lakini itasaidia shughuli zetu za kiuchumi. Kwa sababu kuna mzigo mkubwa tunategemea utaanza kutoka upande wa kaskazini mashariki mwa Kongo tunakopakana nao. Sasa tunataka itumike bandari ya Tanga na Dar es Salaam. Okay. Lakini vile vile mategemeo yetu ni kwamba kulinganisha na mabadiliko mengi ambayo yanafanyika, kila kinachobadilishwa huko kinahitaji bandari ambayo inaweza kuhudumia. Kwa sababu wako tayari watu kuanzisha viwanda kama vya sukari, industrial sugar, lakini hatuna bandari ya kutosheleza. Okay. Tunahitaji maeneo pia ya kufanyia kazi zaidi. Kwa hiyo ndio sababu kubwa nasema kwamba tunahitaji connectivity, kwamba barabara na reli ambayo tunategemea kwamba kuimprove MGR, lakini vile vile na sisi tuweze kuongeza gati na maeneo ya kufanyia kazi.
Yeah, extension. Kwenda Yes. bandarini fine, lakini huko nchi kavu. Nchi kavu tuna eneo la Mwambani, lakini vile vile kuna eneo ambalo tunategemea kuakwaya. Tupo kwenye process karibia heka 7 upande wa huko. Okay. Lakini Mwambani tuna heka 172. Mwambani, Lakini Mwambani iko mbali yeah, kidogo. Lakini kwa kuanzia tutaanzia eneo hili ambalo tutasema tutatengeneza gati la mita 900, afu tutakuwa kuna eneo la kufanyia kazi kwa nyuma. Ndio. Sawa. Ndio. Asante. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Asante Mkurugenzi Mkuu wa Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania kwa maelezo ambayo umeyatoa kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, baada ya maelezo hayo tunakuomba uridhie kusimama katika eneo hili lililoandaliwa kwa ajili ya kupata picha ya kumbukumbu na nitaomba Mheshimiwa Rais uridhie picha 3. Ya kwanza kama ilivyo management Chama cha Mapinduzi, mkuu wa mkoa, naomba management tusogee. Alafu picha ya pili itakuwa ni management ya mkoa wa Tanga, na picha ya 3 tutaomba wewe mwenyewe Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Profesa Makame Mbarawa na Mbosa. Tutengeneze kavu. Rudini nyuma kidogo kuanzia hapa turudi nyuma kidogo. Yeah. Baada ya hiyo picha nitaomba wabaki. Baada ya picha hii nitaomba management ya bandari Tanga, alafu wengine wote tutatoka. Baada ya management ya Tanga nitaomba abaki Mheshimiwa Rais, Waziri wa Uchukuzi pamoja na Mkurugenzi Mkuu wa TPA. Asante sana management. Naomba sasa management ya bandari mkoa wa Tanga. Wengine tutangulie katika eneo ambalo Mheshimiwa Rais tutampokea. Kule kuna nafasi, upande ule kuna nafasi. Asante. Ninaomba management ya Tanga sasa tusogee tuelekee kwenye jukwaa. Hiyo ya 3 ni Nambosa awepo, alafu ya mwisho itabaki ya Mheshimiwa Rais peke yake. Pako sawa Mheshimiwa. Asante. Naomba Mheshimiwa Waziri abaki Mheshimiwa Rais peke yake sasa. Sasa kule mimi siendi, kule siendi.
Asante, naomba sasa jukwani tusimame tumpokee Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tutapiga makofi wakati Mheshimiwa Rais na viongozi ambao ameambatana nao wakiwa wanafika katika eneo hili ambapo tutapata nafasi ya kuzungumza na Mheshimiwa Rais. Asante Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba uendelee kusimama, nasi wote tujiandae kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Afrika Mashariki. Nitaomba brass band mtuongoze.
Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, waheshimiwa viongozi, kwa heshima kubwa naomba tuketi. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa mawaziri wote, waheshimiwa viongozi wa kitaifa wa Secretariat ya Chama cha Mapinduzi, uongozi na management ya Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania, waheshimiwa Bunge wakiongozwa na mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Miundombinu, wafanyakazi wa Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania hususan mkoa wa Tanga, wadau wa bandari mlioko, wakiwamo wale waliotuwezesha kufanikisha safari za meli toka China kuja hapa Tanga, wageni waalikwa mbalimbali, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, leo umeanza kwa kufanya ukaguzi wa maboresho ya ujenzi wa kimkakati wa bandari ya Tanga. Kwa heshima kubwa na taadhima, naomba nichukue nafasi hii nimwalike Profesa Makame Mbarawa Mnyaa, mbunge, waziri wa uchukuzi, aweze kutoa maelezo mafupi ya ukaribisho na baadaye aweze kukaribisha uzungumze na wafanyakazi pamoja na wadau mbalimbali wa bandari. Kwa heshima kubwa, Mheshimiwa Waziri, karibu sana. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Tanga, waheshimiwa mawaziri mlioko hapa na waheshimiwa manaibu wa mawaziri mlioko hapa, waheshimiwa wakuu wa wilaya mlioko hapa, Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama wa mkoa wa Tanga, Mheshimiwa katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi, makatibu wakuu mlioko hapa, watendaji mkuu wa TPA pamoja na wafanyakazi wote wa TPA, mabibi na mabwana, asalamu alaikum na habari za asubuhi. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, kwa heshima naomba nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana hapa bandari ya Tanga. Mheshimiwa Rais, ninakupongeza kwa mafanikio makubwa yaliyopatikana katika sekta ndogo ya bandari na sekta ya uchukuzi kwa ujumla chini ya uongozi wako mahiri. Mheshimiwa Rais, bandari ya Tanga ni mojawapo ya maeneo yaliyopokea uwekezaji mkubwa ambapo serikali ya awamu ya 6 kupitia Wizara ya Uchukuzi chini ya usimamizi wa Mamlaka ya Bandari Tanzania imefanikiwa kutekeleza mradi mkubwa wa maboresho ya bandari ya Tanga kwa gharama ya shilingi bilioni 419.16. Mradi huu uko katika awamu mbili kama ulivyoelezwa na mtendaji mkuu. Mheshimiwa Rais, kama alivyoeleza mtendaji mkuu na watu wengi mbalimbali walioeleza, mafanikio na maboresho ya bandari ya Tanga ameleta mafanikio makubwa kwa bandari ya Tanga wenyewe na uchumi wa mkoa wa Tanga kwa ujumla. Uwezo wa huduma ya shehena umeongezeka kutoka tani 750,000 mpaka tani milioni 3 kwa mwaka, huku idadi ya meli zinazoingia bandarini ikiongezeka kutoka meli 118 mwaka 2019-20 hadi kufikia meli 307 mwaka 2023-2024. Muda wa huduma wa meli umepungua kutoka siku 5 hadi kufikia siku 2, jambo lilopunguza gharama za uendeshaji na kuvutia wateja zaidi. Mapato ya bandari yameongezeka siku hadi siku. Kwa miezi 7 pekee ya mwaka huu, mwaka 2024-2025, tayari TPA imekusanya shilingi bilioni 49.84. Kumekuwa na ongezeko la ajira za muda mrefu na muda mfupi.
Kabla ya maboresho, bandari hii ilikuwa ikitumia wafanyakazi wa muda mfupi 6,630 kwa mwezi, na baada ya maboresho haya bandari inatumia wastani wa wafanyakazi 17,871 kwa mwezi. Mheshimiwa Rais, uwekezaji mkubwa uliofanyika katika bandari ya Tanga umechangia kwa kiasi kikubwa kupunguza gharama ya usafirishaji na kuongeza ushindani katika bandari hii katika ukanda wa Afrika Mashariki. Hatua hizi imeifanya bandari ya Tanga kuwa kivutio kwa wafanyabiashara wa ndani na nje ya nchi, hususan kutoka Uganda, Rwanda, Burundi na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mheshimiwa Rais, kufuatia maelekezo yako ya kuhakikisha bandari hii pamoja na sekta ya uchukuzi kwa ujumla inatoa mchango mkubwa kwa uchumi wa taifa letu na kufungua zaidi mkoa wa Tanga, kwa maelezo yako, miradi ifuatayo yenye thamani ya takriban shilingi za Kitanzania trilioni 1.1 itatekelezwa ndani ya mkoa wa Tanga kupitia sekta ya uchukuzi katika mwaka 25-26. Mradi wa kwanza, Mheshimiwa Rais, utakuwa ni ukarabati na uimarishaji wa njia ya reli wa kuingia bandarini, yaani Port Link, yenye urefu wa kilomita 3.9 pamoja na kituo cha reli, yaani Rail Terminal katika bandari ya Tanga, unaotarajiwa kuanza mwezi Machi mwaka huu. Shirika la Reli Tanzania TRC liko katika hatua mwisho wa manunuzi ya vifaa, ambapo kazi hiyo itatekelezwa na kikosi kazi cha TRC. Gharama mradi huo ni shilingi milioni 980. Tayari TPA imeipatia TRC shilingi milioni 202.18 kwa ajili ya shughuli hiyo. Mheshimiwa Rais, mradi wa pili ni ukarabati mkubwa wa njia ya reli kutoka Ruvu Junction hadi Tanga yenye urefu wa kilomita 248 na Mruasi hadi Arusha yenye kilomita 414, ambapo mwezi Aprili mwaka 2023 Wizara kupitia shirika la Reli Tanzania ilisaini mikataba yenye thamani ya dola 132 sawa na shilingi bilioni 329. Mheshimiwa Rais, mradi wa tatu ni mradi wa ujenzi wa gati jipya lenye urefu wa mita 300 la kuhudumia makasha. Mradi huu unategemewa kuanza mwezi Agosti mwaka huu. Gharama mradi huo itakuwa takriban shilingi bilioni 480. Mradi wa nne, Mheshimiwa Rais, utakaotekelezwa ni mradi wa ujenzi wa gati la kupokelea mafuta, yaani jet oil, lilioko eneo la Raskazoni, ambao gharama mradi huu itakuwa ni shilingi bilioni 180. Mradi wa tano, Mheshimiwa Rais, ni ukarabati na upanuzi wa uwanja wa ndege wa Tanga. Mradi huu unajumuisha ujenzi wa njia ya kurukia na kutulia ndege, maegesho ya ndege na taxiway kwa kiwango cha lami. Pia mradi huu utahusisha ujenzi wa jengo la abiria, taa za kuongozea ndege na mengineyo. Mradi huu, Mheshimiwa Rais, utaharimu shilingi bilioni 91.89. Mkataba mradi huu unategemewa kusainiwa mwezi wa Machi mwaka huu. Mheshimiwa Rais, mradi wa sita ni mradi wa ununuzi wa boti mpya za doria, ufuatiliaji na uokoaji pamoja na kusaidia ukaguzi wa vyombo vya baharini wenye spidi ya knots 40. Boti hizi ni za kisasa na mkandarasi kwa ajili ya kazi hii ameshapatikana, na mradi huu utaharimu takriban shilingi bilioni 2.62. Mheshimiwa Rais, tunaamini miradi hii itabadilisha kwa kiasi kikubwa uchumi wa nchi ya Tanga na uchumi wa nchi yetu kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, uanzishwaji wa barabara mpya ya kupunguza umbali wa bandari ya Tanga. Mheshimiwa Rais, kuna barabara ambayo ikijengwa itatusaidia sana kupunguza usafiri kutoka Tanga mpaka Singida. Barabara hiyo inapitia Handeni, Kiberashi, Kijigu, Mricho Chini, Dalai, Mchemba mpaka kwa Mtoro huko Singida, yenye urefu wa kilomita 340. Makadirio ya awali kutoka TANROADS yaliyofanyika itaharimu takriban shilingi bilioni 432.5. Mheshimiwa Rais, hivi sasa TPA kwa kushirikiana na TANROADS wanataka kutafuta mwekezaji ambao atajenga barabara hiyo kwa kutumia mfumo wa PPP.
Tunaamini barabara hii ikijengwa itapunguza usafiri wa kwenda Singida kwa takriban kilomita 250, ambayo hiyo itapunguza matumizi ya mafuta kwa lita kati ya 100 mpaka 120. Hiyo itapunguza gharama za usafirishaji kutoka takriban kwa 280,000 mpaka 290,000. Tunaamini barabara hii ikijengwa kwa mfumo wa PPP na kuwekwa toll gate fee, wasafirishaji wengi watapenda kutumia barabara hii na italeta ufanisi mkubwa kwenye bandari yetu ya Tanga. Mheshimiwa Rais, ulitupatia maelekezo kuhusu kuputisha mbolea kwenye bandari ya Tanga. Mheshimiwa Rais, Wizara ya Uchukuzi kupitia Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari TPA ipo katika hatua ya kuingia makubaliano na Wizara ya Kilimo ili kuhakikisha pembejeo zote za kilimo zinaingia nchini kupitia bandari ya Tanga. Hatua hii inalenga kupunguza msongamano katika bandari ya Dar es Salaam, huku ikimarisha nafasi ya bandari ya Tanga kama kitovu cha biashara na usafirishaji wa pembejeo za kilimo. Mheshimiwa Rais, pia Wizara ya Uchukuzi kupitia TPA itaweka eneo maalum kwa ajili ya ujenzi wa gati kwa ajili ya mwekezaji ambaye atawekeza kwenye kiwanda cha sukari kwenye bandari hii ya Tanga. Tukifanya hivyo tutapunguza gharama ya usafirishaji wa bidhaa hizo kwa nchi za jirani. Mheshimiwa Rais, kabla ya kukaribisha, ninaomba sasa nimkaribishe mtendaji wa TPA ndugu Mbosa aje atoe maelezo machache kwa mafupi kuhusu maboresho ya bandari ya Tanga. Mheshimiwa Rais, na kutoa zawadi. Sio maelezo Mheshimiwa, naomba nisahihishe, kutoa zawadi. Karibu sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mkurugenzi Mkuu, asante sana. Mheshimiwa Rais, zawadi hiyo ina maneno yafuatayo: tunakushukuru kwa uongozi na maelekezo thabiti yenye nia ya dhati katika kuendeleza bandari nchini na kuchangia maendeleo ya taifa letu. Hii Mheshimiwa Rais ni kielelezo cha yale mapinduzi makubwa uliyoyafanya katika sekta ya bandari. Sisi wote hapa ni mashahidi, tunashuhudia mafuriko makubwa ya meli katika bandari ya Dar es Salaam ikisubiri kushusha mizigo kwa haraka na kufika kwa wateja kwa haraka. Hayo ni mapinduzi makubwa sana Mheshimiwa Rais. Lengo hilo ndilo ambalo unakwenda kulitekeleza katika bandari ya Tanga. Sisi tunakushukuru sana na tuko tayari kukuunga mkono kwa asilimia zaidi ya 500 wadau wa bandari na wafanyakazi wa bandari katika eneo hilo. Naomba tupige makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bandari oye! Maboresho ya bandari oye! Mapinduzi makubwa ya bandari oye! Unasemaje Mzee Deuji? Oye! Asante sana. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa sasa ninakuomba uongee na Watanzania walioko mbele zetu. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Mheshimiwa, tukae.
Mheshimiwa Makame Mnyambarawa, Waziri wa Uchukuzi, Waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mliopo nasi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Tanga, Mheshimiwa Katibu wa Itikadi, Siasa na Mafunzo wa Chama cha Mapinduzi, na ni mjumbe wa Secretariat ya Chama cha Mapinduzi Taifa, mwenyekiti wa CCM mkoa na uongozi wa Chama cha Mapinduzi mlioko hapa, tambua uwepo wa viongozi wengine wa vyama vya siasa mliopo nasi hapa, ndugu makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu kiongozwa na Profesa Kaiharara, katibu mkuu Wizara ya Uchukuzi, waheshimiwa wakuu wa wilaya, Bwana Mbosa, mtendaji mkuu Mamlaka ya Bandari Tanzania, wafanyakazi wote, wakurugenzi na wafanyakazi wote wa bandari, wawekezaji na wafanya biashara. Memuona ndugu yangu Azim yuko hapa. Nasema Azim ana shughuli gani Tanga? Karibu sana. Wananchi wote, mabibi na mabwana, ndugu zangu wanahabari, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza niungane na walionitangulia kusema kumshukuru Mungu kwa kutujalia siku ya leo kuweko hapa bandari ya Tanga. Mara ya mwisho nilikuwa hapa mwezi Machi mwaka 2021. Leo miaka mitatu baadaye kuna mambo makubwa sana nimeyaona leo. Nawashukuru sana. Kwa maana hiyo sasa niwapongeze Wizara ya Uchukuzi na Mamlaka ya Bandari Tanzania na mkoa wa Tanga wenyewe kwa kazi kubwa iliyofanyika katika kuboresha bandari hii. Hongereni sana. Niwapongeze pia mkandarasi China Harbour Engineering Company kwa kazi nzuri iliyofanyika. Nimuombe anapoendelea kujenga aendelee kuzingatia vigezo vilivyowekwa. Uwekezaji huu ni mkubwa sana, ni ghali mno. Kwa hiyo akiendelea kuzingatia vigezo, bandari hii itakwenda kuishi maisha marefu. Lakini naye nimshukuru, asante sana. Kwa Tanzania wenzangu, kwa muda mrefu Wanatanga na Watanzania kwa ujumla wetu tulitamani sana kuona manufaa zaidi kutokana na bahari na bandari zetu. Tulitamani kuona shughuli za bandari zikishamiri. Tulitamani kuona meli kubwa kutoka mbali zikitia nanga katika bandari zetu mbalimbali pamoja na hapa Tanga. Tulitamani kuona vijana wengi sana wakipata fursa za ajira maeneo ya bandarini na kutoa huduma mbalimbali zinazohitajika. Hata hivyo, kusudio hilo kwa muda mrefu halikuwezekana kutokana na ukosefu wa miundombinu. Na ndio maana ilani iliyopita ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi waliliona hili na wakaliweka kwenye ilani na kututaka serikali tuboreshe bandari zetu. Nafurahi kwamba tumetekeleza ahadi hiyo au maelekezo hayo ya chama kwa kuleta jumla ya shilingi bilioni 429 hapa Tanga kuimarisha bandari. Katika hili Tanga haitudai. Kwenye hili la bandari Tanga hamtudai. Mnatudai mengine lakini sio kwenye bandari. Ingawa bado tutaendelea kufanya maboresho mpaka ifikie ile bandari ya kiwango tunachokitaka. Kazi iliyofanyika hapa ni kubwa, na kazi iliyofanyika sio tu imefufua bandari ya Tanga bali imeboresha sana bandari ya Tanga. Pamoja na kupunguza muda wa meli kama alivyosema Rais Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa, sema Allahumma amina. Mmekuita rais, sema Allahumma amina. Kwa hiyo kama alivyosema waziri, muda wa kushusha meli sasa hivi ni siku 2 tu. Na nilikuwa na mchallenge mkurugenzi mkuu wa bandari kwamba Dar es Salaam kwa efficiency, kwa ufanisi imepitwa na Tanga. Tanga ni only 2 days. Dar es Salaam wanachukua muda mkubwa kidogo.
lakini pia ni kwa sababu ya msongamano pale Dar es Salaam. Meli ni nyingi mno. Baada ya kufanya maboresho ya bandari, kwa kiasi fulani yalinikosti kidogo, yalinigharimu, lakini baadaye watu wameona faida yake. Bandari ya Tanga sasa, mpaka sasa hivi imeweza kuhudumia tani milioni 1.2, ikiwa ni ongezeko zaidi ya tani 700,000 kilinganisha na mwaka 2019 na 20. Kwa kuongeza uwezo wake wa kuhudumia meli kubwa zaidi na kuhudumia meli 2 kwa wakati mmoja. Wakati huo zamani meli zikae mbali huko, mzigo ushushwe, tishari libebe, wasogeze. Sasa hivi meli zinafunga gati 2 kwa mpigo. Haya ni maendeleo makubwa sana. Haya yote yana maana kubwa sana kwa mkoa huu na nchi yetu kwa ujumla. Wananchi watanufaika kwa fursa za ajira, imesemwa hapa. Walikuwa 6,000 na wanaofanya kazi bandarini sasa ni 17,000, karibu mara tatu, sio? Maana 6,000 mara 3 ni 18,000, karibu mara 3. Hili ni jambo kubwa sana, vijana wetu wamepata ajira. Lakini pia wananufaika kupata mizigo kwa bei nafuu. Tukishusha hapa, wafanya biashara wa Tanga watapata mizigo kwa bei nafuu. Wafanya biashara nao watapata mizigo kwa haraka au kwa haraka zaidi, na wataweza kusafirisha bidhaa kwa urahisi pia. Kama nilivyosema jana, nataka kurudisha hadhi ya Tanga. Iwe Tanga ya viwanda, Tanga yenye bandari kubwa, lakini pia Tanga ya uvuvi. Na ndicho ninachokifanya, na Mwenyezi Mungu atusaidie inshallah tuweze kufikia huko. Tanga sasa ni lango la dunia kuingia Afrika Mashariki kupitia Tanga, lakini kutoa vitu kutoka hapa Tanzania kwenda duniani huko. Tanga, Dar es Salaam, Bagamoyo, tumejipanga vizuri. Lakini sema maboresho yote haya yatanufaisha pia serikali kwa kukusanya mapato zaidi, na yamesemwa hapa kwamba huko nyuma mapato yalikuwa kidogo, lakini sasa tumeongeza mapato karibu mara 2. Sasa hivi Tanga tunakusanya bilioni 17.27, lakini rekodi imevunjwa mwaka huu ambapo kwa miezi 7 tu tayari tumeshafika bilioni 49 kwa miezi 7. Kwa tunatarajia makubwa zaidi. Maboresho haya yataimarisha uwezo wa serikali kwa hudumia wananchi, kupeleka dawa, mambo ya elimu, mambo mengi, maji na mambo mengine. Tutakuwa tunapata fedha zetu ndani badala ya kuendelea kukopa na kuweka deni kubwa kwa serikali. Na ndio maana tunakazania kuongeza uwekezaji, kutanua huduma ili biashara ishamiri, uwekezaji ushamiri, tupate fedha zaidi na tupunguze mikopo kutoka nje. Niseme kwa maboresho mbalimbali tunayofanya kwenye bandari kuu 3 kwenye mwambao wa bandari ya Hindi, yani Mtwara, Dar es Salaam, Tanga, na baadaye kidogo hapo Bagamoyo itaingia, yanathibitisha kuwa Tanzania kama nilivyosema ni lango kuu kuingia Afrika Mashariki na pengine Afrika, lakini pia kutoka Afrika Mashariki kwenda nje. Na hii itaifanya Tanzania sio tu kuwa kitovu cha biashara katika ukanda wa Afrika Mashariki, bali zaidi Tanzania itakuwa kitovu cha viwanda na kitovu cha uwekezaji. Bandari oye! Ndugu zangu, nafurahi kuwa leo nimeweza kukutana na wafanyakazi wa bandari hii. Nimewaona mnanawiri, wazuri. Asanteni sana. Ilikuwa ni muhimu kukutana nanyi kwa kuwa baada ya uwekezaji huu watakaofanya ulete manufaa makubwa tulioyakusudia ni nyinyi wafanyakazi, kuanzia wakubwa wenu mpaka yule wa mwisho anayesafisha ndani ya bandari hii. Kila mmoja ana umuhimu wake. Ujumbe wangu kwenu pamoja na wafanyakazi wote wa bandari nchini, uwekezaji tunaofanya kwenye bandari zetu
tunatarajia uongeze ufanisi zaidi. Ni lazima mtambue kwamba jinsi tunavyoboresha bandari zetu, bandari shindani nazo zilizoko karibu wanafanya vivyo hivyo. Kwa hiyo tunashindana, na kitakachotoa credit kwa bandari ni ufanisi. Kwa hiyo tukifanya kazi kwa bidii, tusipozilaza meli, tukishusha gharama ya meli kuingia na kushusha mizigo, bandari zetu zitapata mizigo mingi sana sana sana. Pamoja na kwamba majirani wengine huko wanafikiria kufungua korido nyingine, lakini bado bahari ya Hindi, bandari za bandari ya Hindi zina umuhimu wake. Bado tutaendelea kushindana. Kwa niwaombe sana, fanye kazi kwa bidii na uadilifu mkubwa ili ufanisi upatikane. Amesema hapa Mheshimiwa Waziri kwamba muda wa kupakua umepungua, lakini pia gharama tuendelee kuzishusha. Tumeshusha, tuendelee kuzishusha ili wafanya biashara waone faida ya kutumia bandari zetu. Lakini jengine, ili ufanisi huo uonekane, ni lazima watumishi muwe tayari kwenda na teknolojia mpya inayokuja na maboresho haya. Tutakuwa na wenzetu wenye mameli makubwa ya kisasa, tutakuwa na wawekezaji wenye uzoefu tofauti au uzoefu mkubwa zaidi ya wetu. Hivyo kama wafanyakazi wa bandari tuna wajibu wa kujifunza au kujifunza kwa haraka na kuendana na mahitaji ya ujuzi na utaaluma au utaalamu unaohitajika hivi sasa kwenye dunia, lakini pia kuendana na maboresho tunayoyafanya kwenye bandari zetu. Tunaowakaribisha waje kuwekeza kwenye bandari zetu. Amesema waziri hapa kwamba tuna nia ya kujenga kiwanda cha sukari, lakini mwekezaji yule pia tutampa eneo aliendeleze mwenyewe kwa teknolojia anayoitaka ili iweze kuhudumia vizuri kiwanda chake. Kwa hiyo hayo nayo ni ya kujitayarisha nayo, kwenda na utaalamu wa sasa. Kwa kila mmoja wenu angalie jinsi atakavyoweza kujiendeleza katika maeneo hayo. La tatu ni kuhusu swala la uadilifu. Ninyi ni mashahidi, hata kama mnaweza kuwa na madai ya hali bora zaidi, lakini kuna kipindi Mbosa alikuja akanililia kwamba anataka kuongeza maslahi ya wafanyakazi wa bandari. Kamwambia niletee mahesabu yako. Niletee mahesabu yako. Akaniletea mahesabu, akanipa na matarajio. Nikamwambia kwa sasa nenda mpaka hapa tu, lakini huko mbele haya matarajio yakiwa kweli nitakupa ruhusa uendelee zaidi. Kwa hiyo pamoja na kwamba mna madai, lakini hali zenu si mbaya kivile kilinganishwa na wengine, na nimeona wengi mnafanya kichwa hivi. Hongereni sana, tusemeni alhamdulillah. Wajua wenzenu huko nje kila mtu anasema mama mimi naomba kazi, lakini naomba nipange bandari. Kuna nini sijui wafanya kazi? Kwa nini kila mtu anataka kuja bandari sijui? Lakini siku hivi karibuni imepungua kidogo, na hasa baada ya kuingiza sekta binafsi kuingiza bandarini kumepungua kidogo, lakini kule nyuma kila mmoja anataka bandari. Kuna nini? Mimi sijui, lakini anongonezwa kilichopo. Sasa niongee na bodi na management ya mamlaka ya bandari. Ninyi ndio tumewakasimia shughuli zote za usimamizi wa maliasili yetu hii ya bandari nchini. Niwatake muendelee kutekeleza majukumu yenu kwa uadilifu na kwa kutenda haki. Aidha, chukueni hatua dhidi ya watumishi wachache wanaoweza kuharibu sifa yenu au wenye nia ya kuhujumu uchumi wetu. Kwa ujumla niseme naridhishwa na maboresho yaliyofanyika ndani ya bandari zetu. Naridhishwa. Nyuma hali ilikuwa mbaya sana. Nilikuwa nakaa najiuliza, unakuta bodi nzima inasimama kumtetea mtu muhujumu na wanajua hawa wanahujumu, lakini bodi inasimama kuwatetea. Lakini sasa hivi kidogo yale sijayaona. Kwa hiyo niwaombe sana bodi, nyinyi ndio tumewakasimia majukumu haya, na niombe muwasimamie vyema wafanyakazi wetu au
bandari zetu, lakini pia mjitahidi kuona kwamba vitendo vya kuhujumu uchumi vinaepukwa ndani ya bandari zetu. Nilikuwa naangalia mambo aliyoyasema waziri hapa, nataka nitie maneno yangu kwenye jambo moja tu, ile barabara ya Handeni Kiberashi Kijigu mpaka Singida ya kilomita 340 na mabilioni yake yaliyotajwa. Ile barabara ni ghali, lakini barabara muhimu sana kwa maendeleo yetu ya bandari. Nimezungumza na waziri, hii barabara tuifanye kwenye PPP. Bandari tusiwachie Wizara ya Ujenzi, hii barabara haitakwenda haraka. Wizara ya Ujenzi ikae na wizara hii ya uchukuzi, wakubaliane kwa pamoja, watafute mwekezaji ambaye atashirikiana na wizara na kuijenga hii barabara kwa viwango tunavyovitaka. Maana tunatarajia hii ndio barabara itakayobeba magari makubwa ya mizigo yanayotoka Tanga kupeleka kwengineko. Kwa hiyo ijengwe kwa viwango tunavyovitaka, iwekewe road tolls, iwekewe mageti, watu walipe, ikusanye road toll. Mwekezaji huyu atakayejenga, badala ya kulipwa na serikali, ajilipe kwenye barabara hiyo. Sasa kinaazimu mje mseme tunalipishwa, maana yake pale tunalipishwa. Lazima tuende kwa mtindo huo, tuwaweke wenye fedha zao wajenge, alafu nyinyi mtumie na mlipe. Sasa raia wa kawaida atakayejipitisha huko kaenda mwenyewe na atalipa, lakini lengo letu ni mizigo ya kibiashara ndiyo ipite huko, mashaba na mizigo mengine, mambolea hayo yapite huko, ili barabara ile irudishe fedha yake. Nalisema mapema kwa sababu tukianza watu wakiona tu mageti, siasa zinaanza. Huyu mama anatuwekea tulipe barabara, kayaona wapi? Toka uhuru hatujalipa barabara. Pororororo. Watanzania mnajijua, si ndio? Bila kuangalia mbele. Hakuna rais kichaa hapa ambaye atafanya jambo la kuwadhuru wananchi wake. Hayupo. Mkiona tuna introduce jambo limeshapimwa mara 3 na 4 na tuna hakika litaleta faida kwa nchi yetu. Mwisho kabisa, niwatakie kazi njema na niwakumbushe kwamba tuna imani kubwa na nyie watu wa bandari. Endeleeni kufanya kazi zenu kwa uadilifu mkubwa kwa manufaa yenu mmoja mmoja, lakini na taifa kwa ujumla. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Naomba tusimame. Brass band.